Unaweza ukafuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni wazi kabisa. Hiyo ni mtandao wa X, mtandao wa Facebook na vile vile YouTube at KBC Channel 1, ama pia unaweza ukatembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke ili uweze kuipata taarifa hiyo na nyinginezo. Sasa tuelekee mahakamani ambapo kesi kuhusu kifo cha mwanafunzi wa chuo kikuu cha Daystar Lorna Kadhambi aliyefariki baada ya kudaiwa kuanguka kutoka barazani mwa jengo la Harmony Plaza eneo la Ngara tarehe 23 mwezi jana imewasilishwa tena katika mahakama ya Milimani leo. Maafisa wa polisi wamekamilisha uchunguzi wao na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai sasa inapendekeza suala hilo ichunguzwe kupitia uchunguzi wa wazi wa mahakamani. Mpelelezi Corporal Johannes Nyangige alifahamisha mahakama kwamba faili ya kesi hiyo iko kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma na picha za CCTV zimedhibitisha tukio la kuanguka kwa mwanafunzi huyo. Aliomba ombi la dharura lifungwe na washukiwa 7 waliokamatwa wawe mashahidi katika uchunguzi wa wazi. Upande wa utetezi uliwahimiza wanafunzi kuzingatia masomo yao, huku kila mshukiwa akiomba msamaha kwa wazazi wao, akiwemo mshukiwa wa pili ambaye hapo mwanzoni alikataa kuomba msamaha. Hakimu mkuu Dolphina Aliego aliagiza walioko Nairobi kurudi nyumbani chini ya uangalizi wa wazazi, akafunga ombi la dharura na kuelekeza hiyo iende kwa hakimu Caroline Mugo. So the statements be availed to the counsels as prayed. Mention will be on the 9th day of December 2025 before court number 7, Honorable Mugo. Kwingineko, wakili Andrew Chacha Mwita anayetuhumiwa kwa kupokea fedha kutoka kwa kundi linalohusishwa na ugaidi ataendelea kuzuiliwa baada ya upande wa mashtaka kuomba siku 15 zaidi kukamilisha uchunguzi. Katika mahakama ya kushughulikia kesi za ugaidi ya Kahawa, upande wa mashtaka ulisema kukataa kwa Chacha kutoa nambari ya siri ya simu yake kumechelewesha uchunguzi wa kidijitali. Maafisa wa uchunguzi tayari wamepokea taarifa za kifedha za Binance na taarifa ya M-Pesa zinazohusishwa na nambari moja ya simu. Uamuzi wa mahakama utatolewa kesho saa 8 mchana. Kwa upande mwingine, kesi ya mwanaharakati Boniface Mwangi imeahirishwa hadi tarehe 18 na 19 mwezi Februari mwaka ujao, ambapo mashahidi wawili watatarajiwa kufika mahakamani. Mwangi anakabiliwa na mashtaka ya kumiliki vitu vyenye madhara na risasi baada ya kudaiwa kukamatwa tarehe 19 Julai mwaka wa 2025 katika eneo la Mazingira Hub akiwa na vitoa machozi na risasi moja ya milimita 7.6. Letua Debra, Darubini.